Ufaransa imekiri kwamba haitosita kuiwekea tena vikwazo nchi ya Iran. Ufaransa, moja kati ya mataifa ya Ulaya, imesema kwamba lazima itaiwekea vikwazo nchi hiyo ya Iran kutokana na mikataba yake ya nyuklia ambayo imevuka viwango baada ya mkataba wa JCPOA wa mwaka 2015 ambao Marekani ilikuja kujitoa mwaka 2018 baada ya ujio wa Donald Trump katika awamu yake ya kwanza ya urais. Ufaransa imesema haitasita kuiwekea tena Iran vikwazo vya Umoja wa Mataifa kama mazungumzo ya sasa yanayoendelea kujaribu kutafuta mkataba mpya yatakwama. Ufaransa imesema haitafikiria mara mbili kuiwekea vikwazo Iran vya Umoja wa Mataifa, na ni ikiwa mazungumzo yake na Marekani yatashindikana, na hata wakati huu baadhi ya mataifa yanatamani mazungumzo hayo yasifanikiwe ili tu kuona taifa hilo linaingia katika vikwazo vya mataifa ya Ulaya. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Noel Barrot wakati alipozungumza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri huyo amesema makubaliano yaliyopo sasa yanafikia mwisho wiki chache zijazo, na ikiwa hakutakuwa na hakikisho juu ya maslahi ya kiusalama ya Ulaya, basi hawatasita kutekeleza vikwazo vyote vilivyowekwa miaka 10 iliyopita. Ufaransa, Uingereza na Ujerumani ambazo zimeunda kundi la E3, kwa maana mataifa matatu ya Ulaya, ambalo ni sehemu ya mkataba uliosainiwa mwaka 2015 na Iran unakamilika mwezi wa Oktoba, na zina mamlaka ya kuviwekea tena vikwazo nchi hiyo ya Iran. Iran imeomba mkutano wa nchi hizo tatu ikiwezekana siku ya Ijumaa wiki hii mjini Roma, lakini bado hazijajibu. Hata hivyo, IAEA, wakala wa atomiki duniani, wapo nchini Iran kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwa mara nyingine tena, na Iran imesema kwamba katika ukaguzi huu IAEA inapaswa kutoa ushahidi wa kile ambacho nchi za kimagharibi zinadhani kwamba Iran inatengeneza mabomu ya nyuklia. Lakini pia inaelezwa kwamba katika mazungumzo yanayoendelea baina ya Marekani pamoja na Iran ni kwamba kuna uwezekano kukawa na makubaliano ya masuala ya kinyuklia, na hata kile kilichoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kufanya shambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran huenda lisiwepo kutokana na kile ambacho Witkoff, ambaye ni mwakilishi wa rais Donald Trump wa Marekani, na mwenzake waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi wanasema kwamba katika mikutano yote kumekuwa na namna ya maelewano baina yao, na kwamba kuna uwezekano mkubwa Iran pamoja na Marekani wakakubaliana katika mazungumzo ambayo wakati huu yanaendelea, na inadaiwa kwamba wiki ijayo yatafanyika tena mazungumzo huko nchini Oman, mazungumzo ambayo ni juu ya namna ya kutafuta suluhu la kinyuklia nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.